sababu ni siku ambayo mtu ambaye ameokoka ni siku yake hii. Naomba tukaribie kwa pamoja. Karibu hawa mama kule, naomba ukuje huku karibu. Yeah, thank you. Nashukuru sana kwa sababu ya neema hii na mwaliko huu ambao nimeupata kutoka kwa pasa wetu, Pasa Catherine. Ninashukuru kwa sababu ni mpango wa Mungu. Sijaongea naye tangu aondoke, but I know washafika salama, sio? Alicommunicate. Nashukuru wamefika salama mji ule, nasi tumebaki hapa kwa sababu ya kazi ya Mungu. Kwa Bwana atubariki tunapoendelea. Kwa majina naitwa Pastor Ezekiel Maina. Nimeokoka, nampenda Yesu. Nimetokea maeneo ya Pipeline na nimekuja ili ya kwamba tukapata kumega mkate pamoja. Nataka tujifunze, nataka kujenga ujumbe wangu ambao unaitwa The Meaning of Cross. The Meaning of Cross, maana ya msalaba. Mpaka sasa nimetazama sana, nikaona ufahamu huu haujawaingia wengi. Huu ufahamu wa siku hii ya leo na maana yake haujawaingia wengi, kwa sababu kama mtu atakosa ama kama mtu atakosea ama kama mtu atalifanya jambo sahihi na vile inavyotakiwa, ina maana yule mtu ana ufahamu kuhusu lile jambo. Na kama mtu atakosea kulifanya jambo vile linafaa na lina sahihi, na maana yule mtu amekosa ufahamu kuhusu lile jambo. Na kwa mtazamo wangu na kwa utafiti ambao nimeufanya, na si kwa mwaka mmoja, ni zaidi ya miaka 3, nimepata kujua kabisa Wakristo hawajaelewa, hawana ufahamu wa kutosha kuhusu Pasaka. Hawana kabisa, hawana. Lakini utawaona Disemba tarehe 24 na maandalizi waga yanaanza tarehe 20. Mwezi huu ambao tuko huu wa Aprili, tukifika mwezi wa 6 tutaanza kujiandaa kwa ajili ya Disemba. You can imagine. Maandalizi yatafanywa kwa miezi 5. Na hayo maandalizi yanalenga siku moja mbele yake hivi, tarehe 25. Haina shangaa Pasaka inachukua siku 3 ili hadi watu hawajiandai kwa lolote kabisa, wana jambo hilo halipo katika mioyo yao. Na kwamba wamekosa ufahamu kuhusu neno hili na jambo hili na sherehe hii. Hii ndio sherehe ya kanisa sasa. Hii sasa hii ni ufahamu ndio umekosekana. Hii ndio sherehe ambayo tunafaa kanisa lote duniani ambalo linaamini Kristo, tunafaa tuwe na siku ambayo inakaa kama ya Waislamu. Hii inafaa hivi iweke kama ya Waislamu yaani duniani kote kutakaswa ya kwamba, manake Pasaka ukiangalia kwa Biblia utapata maana zaidi ya milioni. Maana ya Pasaka, maana ya kifo cha msalaba, utapata maana zaidi ya milioni. Utaandika kitabu kwa mafunuo mengi, maana ya kifo cha msalaba. Kwani kilileta nini? Alipozaliwa Yesu Kristo, jambo la kuzaliwa kwa Yesu Kristo, alipoingia wengi wakajua maana ya kuzaliwa, maana akazaliwa kama wengine. Japo kwa watu waliokuwa karibu na hiyo familia walishangaa kwamba ni bikira amechukua nini. Lakini kwa ndio mali walijua ni mtoto kama na wengine. Na wengine, it makes
message kwa watu wote. Kuzaliwa kwa Yesu Kristo haikuchukuliwa kwa umuhimu kwa watu wote. Lakini tazama wakati wa kufa kwa Yesu Kristo. Maandiko inasema hivi na usikie hivi. Manake sasa hapo ndipo siri. Kanisa limefichwa hiyo siri. Wakati Yesu anakata roho msalabani, wakati maandiko inasema kutoka saa 6 mpaka saa 9 kulikuwa na giza kuu sana ulimwenguni wote. Sasa niambie, kama giza limetokea kwa saa 6 mpaka saa 9 dunia yote mpaka sasa hivi, kama kule Marekani saa hii usiku wamelala, lakini giza ilitokea duniani, kila mtu popote alipo duniani akahisi kwamba kuna giza isiyo ya kawaida imetokea. Kwa sababu gani? Mwana wa Mungu, nuru ya ulimwengu, ametundikwa msalabani. Ujumbe peke yake wa giza kwa masaa 3 ulitosha kutangaza kuna kitu kimetendeka kisicho cha kawaida, kuliko kuzaliwa kwa Yesu Kristo. Manake kwa wewe hivi make sense, lakini kufa kwa Yesu Kristo kulitangazwa na tukio hili moja tu la msalabani. Dunia yote ikajua kuna kitu kimetokea kisicho cha kawaida. Lakini tazama shetani vile amepofusha macho ya Wakristo wasione na wasielewe na wasifahamu umuhimu wa Pasaka. Well, siweke bwana maningani kule Elisa. Utakuta aliko kabisa, aliko is like nikamuda tukapumzika, yani is like tunapumzika ndio maana tuingie kani. Nikaoga. Hakuna kitu ile akaoga hapo. Hapo kabisa mimi nikitazama na wacha kwa Mungu ametusaidia hii siku ikawekwa kama yani ikawekwa izingatiwe kwamba hakuna kazi sababu ni sikukuu. Na hii sikukuu sasa inaitwa Pasaka. Sasa kwetu sio sikukuu tu, bali ni maadhimisho. Sema maadhimisho. Yaani hayo ni maadhimisho. Na Yesu Kristo alipokuwa anaiweka wazi ndio ieleweke. Maana nasema siku hiyo ya kuja kukamata kesho yake kulikuwa na maandalizi ya Pasaka. Imagine siku hii iliandaliwa, na pamoja na kuwa iliandaliwa watu hawana ufahamu. Na siku yenyewe kwanza ilifanywa maandalizi. You can imagine. Kuzaliwa kwa Yesu Kristo hakukufanywa maandalizi. Ni mamajusi wa mashariki tu waliandaliwa. Lakini wale wengine ilikuwa kawaida. Lakini hii siku ya Pasaka hii sherehe ya Pasaka hii ilifanywa maandalizi. Maandiko inasema kwamba walipokuwa hata maandiko inasema kwamba aliwatuma wawili siku ya Pasaka kabla haijafika, akawatuma wawili kwamba ondokeni na mwende katika kijiji kinachotukabili, na mkiingia ndani ya huo mji sasa katika kijiji mtakutana mwanaume amebeba mtungi wa maji. Mfuate huyu mwanaume, na ile nyumba atakayoingia ingieni hapo, mkimuona mwenye nyumba muulize kiwapi chumba cha wageni, maana Bwana ametutuma kwamba wewe utupatie chumba ili aandae Pasaka ale na wanafunzi wake. Na akawaambia mtakapofika ataonyesha chumba kilicho juu ghorofani, na hapo hicho chumba kimepambwa na kiko na kila kitu, masufuria, sahani, maji. Sasa hapo andaa Pasaka hapo ndipo tuandalie Pasaka. Na ni wawili walitumwa. Sijui ni nani bila hajataja ni nani. Ndiye anasema aliwatuma wawili. Walipoenda kweli, walipokuwa wanaingia kule katika ile kijiji kinawakabili, wakakutana na mwanamume amebeba mtungi wa maji. Wakamfuata, alipoingia katika ile nyumba, wakaingia pamoja naye, wakamkuta moja kwenye nyumba. Wakamuuliza, hivi Bwana Yesu ametutuma utuonyeshe chumba cha wageni, maana nataka kuandaa Pasaka na wanafunzi wake hapo leo. Mimi naona nilikuwa mwendo wa saa 8 saa 9 saa jioni. Anapo Maandiko anasema usiku huo walipokuwa wakila chakula cha mwisho sasa. Manake tangu wale hiyo chakula
Wokovu wa kanisa ulianza kutokea, maandalizi ya wokovu wa wapendwa ilifanyika. Kuna maandalizi ilifanyika, sio hivi ilitokea tu. Kuna maandalizi yalifanyika. Bali anasema walipokuwa wakila chakula, hapo ndipo sasa pana ufunuo. Wewe siku zote ukisoma maandiko unaona chakula cha Yesu kilikuwa mkate, divai na mkate na nyama, vitu kama zile. Na swali liko hapo. Haijaandikwa kabisa walinunua unga ngapi. Haijarekodi nani alipika chapati siku hiyo. Lakini chakula kiliandaliwa. Na walipokuwa wakila chakula jioni hiyo, na yukanimaji wanakula chapati, sawa? Lakini wakiwa wanakula chapati usiku huo, Yesu akaingia kwa briefcase yake, hivi akafungua, akatoa mkate na akatoa divai. Walipokuwa wakila, alitoa mkate, akauvunja, akaukata, akawapa, akawaambia kuleni, huu ndio mwili wangu. Na akachukua divai, akawapa, akawaambia kunyweni hii, maana leo hii ndio damu ya itakaomwagika kwa sababu ya wokovu wa wengi. Asubuhi yake ilipofika, akajua saa imewadia, akawachukua wanafunzi wake, akaondoka nao katika mlima wa Mizeituni. Maana chini ya mlima wa Mizeituni hapo ndio kuna Yerusalemu. Sasa walipokuwa wanaingia, maana nasema mara nyingi Yesu alikuwa akiwachukua mitume akienda na wao hapo wanaomba usiku. Na yeye peke yake alikuwa amejitoa sana kuombea hapo. Sasa siku ilipofika, ajua wakati leo, akaondoka na mitume wake. Akawaacha. Akachukua 3 kati yao, akaacha 9. Na akaenda na Petro na Yohana na Yakobo, watu wachache tu kutoka mahali aliwacha wale wengine. Na akawaambia, nataka tuombe, manake sasa nasikia baba saa imefika, mwana wa Adamu sasa akabiliwe mikononi mwa watu wabaya, auliwe, asulubishwe, kisha baada ya siku 3 afanye nini? Na kufufuka. Akawacha kwambia kweli, naye akaenda mahali pa hatua ambao anaweza akachukua jiwe karusha, naye akaenda akajiangusha hapo akaomba. Sasa ndio nasema aliomba na akaamua kuja kuangalia wale mitume, kwa sababu amelala. Akawaambia jamani, simuombe jamani, simuombe, hamwezi omba risali moja pamoja nami? Wakaamka wakimani. Wanasema kwa kuwa macho yao yalikuwa mazito sababu ya lile jambo ambalo litakuja kutokea, maana ilikuwa nzito roho. Akarudi tena, akaomba, akasikia kwamba ni kama ako peke yake, na baka akarudi kuangalia baka yake, akakuta hao Petro na Yakobo wamelala. Kaambia, amke kesha pamoja nami jamani, simuamke, ombeni msiingie majaribuni, ombeni, kuna kitu inakuja, ombeni msiingie majaribuni. Wanajipangusa huku, macho ni mazito. Alipoona kwamba hawawezi wakaelewa anachowaambia, akawaambia basi hakuna haja tukumbuke bure sana, imefika sasa. Unaona wale watu ndio wanafika sasa. Sikia maana ya msalaba, vile msalaba uko hivi, maana moja wapo ni manake iko hivi, cross iko hivi, ni ina maana kwamba tulitawanywa sisi, tulitapakaa, tulitawanyika kwa sababu ya dhambi tulioifanya, ikatutawanya. Maana yake ikatuondoa kwa Mungu Baba yetu, ikatuondoa hiyo dhambi, and then kwa hiyo dhambi tukatapakaa, tukaenda mbali, tukaenda mbali na Mungu, tukaingia katika shida nyingi. Kila mtu akahangaika kivyake, na ikawa hakuna njia yoyote ya kurudi katika msaada wetu, hadi tuliwachia. Tuliondoka kwa msaada wetu ambaye ni Mungu kwa sababu ya makosa. And then Yesu Kristo kuja sasa, baada ya msalaba
alipoandikwa hivi msalabani, maana yake ni watu wote kutoka makabila yote na pembe zote za dunia. Maana yake iko hivi. Ni mwito ulitolewa kwamba John, mrudi kwa nani? Mrudi kwa Mungu wenu. Sasa jibu limepatikana, mlikuwa mmetapakaa, mlikuwa mmetawanyika. Sasa hivi mwito ndio huu kwamba sasa tukio hili ni jibu sahihi kwenu kwamba mliokuwa mmetupwa mbali, dhambi zilizokuwa zimeondoa mbali na Mungu. Sasa jibu limepatikana, njia ndio hii. Hebu kujeni sasa. Msalaba maana yake ni kuwaita watu wote warudi kwa Mungu wetu. Maana huo msalaba ukiona uko hivi unamaanisha kutoka chini, watu walienda chini, kuna wengine walienda juu, kuna wengine walitapakaa pale na pale, lakini Yesu anawaita wote wakuje. Sasa ndio maana ya msalaba kwamba anatuita turudi, turejee kwa Mungu wetu. Mungu wetu anatuita tena, licha ya kuwa tulifanya dhambi. Dhambi haikuwa na uwezo sana wa kutukalia, lakini upendo wa Mungu kawa mwingi kuliko dhambi, na akatuita kupitia Yesu Kristo na tukarudi. Sasa huu ndio mwito mkuu, na kwamba Pasaka ni mwito mkuu wa kila mmoja aliyepotea arudi kwa baba yake. Na ndio maana msalaba unaitana mpaka leo, mtu aliyepotea kwa dhambi arudi, na ukirudi hakuna swali yoyote, wala hakuna mtu wa kuhukumu. Dhambi zako zote zinasamehewa hapo, na sasa unapewa haki ya kufanyika mwana kwa ile nguvu ya msalaba. Unafanyika mwana, haki ya kufanyika mwana kwa nguvu ya msalaba. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Hata nawaambia, nimefanya utafiti kwa miaka kama 3. Nimeona Wakristo kuna eneo fulani walipofuka macho kwa ufahamu haujawaingia. Nisho basa. Nisome nami katika Waefeso. The meaning of cross. Kwa habari zenu Waefeso 2:1. Waefeso 2:1. Una tafsiri nasoma hapa ya Kiswahili. Okay, wacha twende na hii. Waefeso 2:1. Kwa habari zenu mlikuwa wafu katika makosa na dhambi zenu ambazo mlizitenda mlipofuatisha namna ya ulimwengu huu na Sayule mtawala kwa ufalme wa anga, yule roho atendaye kazi sasa ndani ya wale wasiotii. Endelee. Sisi sote pia tuliishi katika yao, kama tuliishi katikati yao. Sisi sote, nasema sisi sasa tunaona nasi kitu uone tu. Sisi sote, yaani sisi dunia nzima, sisi sote pia tuliishi katikati yao hapo zamani. Kwa hivyo si sasa. Ukiona mtu anatembelea uzamani tukiwa sasa, hebu akuisha mwambie Yesu kafa na akafufuka na uzamani uliisha pale msalabani. Ondoa uzamani. Maana sasa maandiko hapo inasema tulienda katikati yao hapo zamani, tukitimiza tamaa za asili yetu ya dhambi na kufuata tamaa zake na mawazo yake, nasi kwa asili tulikuwa wana wa ghadhabu kama mtu mwingine yoyote. Tuendelee. Lakini Mungu kwa upendo wake mwingi kwetu sisi, ambaye ni mwingi wa rehema, hata tulipokuwa wafu kwa ajili ya makosa yetu, alitufanya tuwe hai pamoja na Kristo Yesu. Yaani tumeokolewa kwa neema. Hiyo ndio kitu juani. Hatukuokolewa kwa uzuri, tuliokolewa kwa neema. Tuendelee. Mungu alitufufua pamoja na Kristo. Sasa sikia hapa. Hakuna kitu tunafurahia kama Pasaka yake. Yaani hapo ndipo sasa nguvu ya kanisa hii. Sasa lakini utaona Krismasi hata nguo tunapima zingine, lakini hii hatujapima. Unaona sasa? Unaona? Ni zile sasa bado tumevalia makongomania kutoka Krismasi ndio nao. Ilianza sherehe yetu na siku yetu ya maana ndio hii. Hakuna mtu amepima. Na tena uzuri imefika kama wewe umeisha. Mshaka hivyo, lakini vitu asijaingia ufahamu. Fikra zetu hazijaingia ufahamu kuhusu hiki. Lazima hakuna kuongea.
Sindio pale barabarani uone kama kweli watu wa Kristo hawaelewi maana ya hiki. Na mtu amevalia ile viatu zinaitwa mafuta pumzi. Ile na inafuta pumzi hivi. Unaona hiyo viatu? Ikianza si hizi hata vile wameanza kutengeneza vizuri. Zamani ulikuwa na ni kama kisport inafuta hewa. Ndio amevalia na hapa. Sema ndio tunataka kumaliza nini? Hadi tukamalize tu hiki tutawapa alisema twende kanisani, sijui ni basa twende. Yaani haiko ndani hajafunuliwa kwa uhakika. So hawajui kama ni uhakika. Hawajui kama hii sherehe iko na uhakika wa Mungu ndani. Maana Israeli kitu kinapita. Anaweza sio sana. Lakini mimi nataka tufunguke tuone kwa nini ina muhimu sana hasa kuliko hata kusalimu. Bwana asifiwe. Mungu alitufufua pamoja na Kristo. Wakati Kristo mwenyewe alimaliza siku 3 kaburini, wakati alifufuka, maana yake sasa ndio nimekwambia unaweza ukazunguka kwa Biblia ukapata maana zaidi ya milioni maana ya msalaba. Hiyo siku anafufuka Bwana Yesu, hiyo siku kitendo cha kufufuka kwake katika ulimwengu wa rohoni kina maana ya kimungu kwamba hiyo kufufuka alifufuka si kufufuka tu alifufuka peke yake, alifufuka nasi. Yaani tulikuwa katika wafu, tulikuwa wafu kwa makosa yetu. Akafanya nini? Mungu alitufufua pamoja na Kristo na kutuketisha pamoja naye katika ulimwengu wa roho katika Kristo Yesu. Yaani kuna mahali tunaketi wewe. Roho umeketi kwa hiyo kiti. Ni mwili umeketi hapo. Asili yako wewe, asili yako. Kuna mahali hipo. Umeketishwa pamoja na Kristo katika ulimwengu wa roho. Yaani maana yake umeketishwa kwenye mamlaka. Umeketishwa kwenye mamlaka yote. Yesu Kristo alipofufuka alichukua mamlaka yote ya duniani na mbinguni, maana ameutoa mwili wake kwa fidia ya wengi na akauchukua tena, akaondoka nao, kaenda kutawala. Kwa hivyo vitu vyote vinatiishwa katika Kristo. Na sasa hivi alipo Kristo ndipo tulipo, maana ameketi na tumeketi naye. Bwana Mungu ndiye ametuketisha pamoja na Kristo katika ulimwengu wa roho katika Kristo Yesu. Hapo ndipo tupo. Bwana asifiwe. Hebu niseme hii sasa kuanzia leo. Hebu sasa tufungue fahamu uone kitu. Leo hii sasa wewe mwenyewe ukaelewa maana ya hili jambo, unaweza ukaishi maisha ambayo unataka. Hii manyanyaso imekuwa hii dunia hii ni ya yule mwovu wa shetani. Anatunyanyasa kwa jina na ametutia ufahamu ambao si wa kweli. Unajua sasa kuna kauti break. Naona malaria hivi inakuja kwa vile kaufua alichapa tu. Na ni uongo. Ni shetani anatumia teknolojia na sayansi sana apumbaze macho ya Wakristo. Mahali alipo Kristo, hebu niambie mahali sasa Kristo yupo ameketi sasa, mahali ameketi Mungu wangu. Hebu niambie hapo kama kuna mgonjwa anaenda hapo. Wewe niambie kama kuna umaskini anaenda hapo. Niambie kama kuna ukosefu hapo, niambie kama kuna kunyanyasa unaingia hapo. Si hapo ni kwamba tuketisha, mtu hata kukeleza zangu zote mimi mahali nimeketishwa, wewe mgonjwa huwezi kuja, nimekupata na hatia. Umevunja sheria kuja hapa. Yaani usomeka unasomea umevunja sheria kukuja hapa mahali nipo. Hapana. Yaani kikwambia leo hapo ibadilike yani. Hiyo sio ile tuliomba bwana. Hebu kubadilike. Hebu kubadilike. Haikuwa sio ile tuliomba. Shetani anajua kukaunafiki. Na hatua lazima tuondokee kwa hapana si atakubadilishia. Shetani anajua kubadilisha kitu ambacho si asili ya ndani kinafanana na hicho na si hicho. Ndio akuangeishia hapo sababu anajua ile maana kwa Mungu na unajua ana wivu sana sababu anajua wana wa Mungu vile Mungu anawapenda na anaweza kuwatendea. Sasa kabla muujiza hujafika kuna kile shetani utambulisha sasa ili akusubaishe. Unaona ni kama kile uliomba. Hebu isomee hiyo hali, waambie hiyo hali yako hapa
eti wewe mgonjwa, hata hauna aibu wewe. Nimekupata na hatia, hata umevunja sheria, umekuja wapi hapa? Hapa si lazima kuja wewe. Unaona hapa nimeketi hapa pamoja na Mungu, ni Mungu wa roho. Wewe unakuja hapa kama nani? Hebu ondoka kabisa, sitaki hapa. Alafu unakuja maji mengi na unatabiri na unalala, ukiamka asubuhi hakuna hiyo kitu. Hiyo ndio tunatembelea. Sisi eti tunaonewa hapa na sisi ni watoto wa Mungu bado unaona mahali. Hebu sawa sawa na hii scripture. Wewe unaona tu wapi wewe? Hebu soma vizuri na usiwe na haraka. Wewe ona mahali. Hebu niulize swali. Wewe unataka uimagine mahali Mungu Baba, mahali Mungu Muumba mbingu na nchi na akavijaza vyote. Nataka uone mahali watu anakaa. Kama kuna pepo inaendana hapo, kama kuna ugonjwa unaendana hapo, kama kuna maskini unaweza ukabisha mlango huko. Wewe niambie, wewe ni nini wewe? Mungu wewe ni maji wewe. Hebu sikia. Wapendwa, tulihamishwa. Tulisoma ile scripture hapa katika Wakolosai 3. Ni Wakolosai 1:15. Ya kwamba alitufufua katika wafu na akatuhamisha na akatuingiza katika ufalme wa mwana wake. Sasa kama kweli tulihamishwa jamani, tunafanya nini huko tulihamishwa? Tunafanya nini kwa maambe? Mimi hata nikwambie ndugu zangu na dada zangu, hebu tuangalie huu ufahamu kwa hapo. Hebu tuondoe usayansi kidogo na uteknolojia tuondoe. Na tuangalie hii neno vile inasema hivi. Sababu haki za Mkristo zimeanza kunyanyaswa kwa sababu ya mafundisho potofu yameenea. Na ufahamu usio na uhakika ndani yake. Ni ufahamu tu unaenea, lakini si hauna uhakika huo ufahamu, hauna uhakika. Lakini sisi tuna uhakika kwa maandiko matakatifu. Sababu sisi tunachokiamini ndicho tunakiishia. So tunaishi sawa sawa na kile tunaamini. Yaani tunaishi kwa imani yetu yani. Na sasa maandiko ndio yanasema Mungu ni Mungu peke yake. Mungu Baba aliyeumba mbingu na nchi na vyote tunavyoviona sasa. Na ile pumzi hii upepo unaona unapita, hujui utokako na uendako, upepo unaona hapa hivi. Ndiye aliumba. Alafu huyo Mungu mwenye mkuu hivyo ambaye aliamuru giza hivyo usiku na mwangaza wito mchana. Huyo Mungu huyo ambaye wewe huwezi ukamaamulisha harakisha mwangaza ukuje, ni taratibu zake alizoziweka. Nataka uone huo uwezo mwingi. Huyo Mungu ambaye wewe ukilala ujuani mahali upo. Na unashuka unaamka na unakuta unakumbuka hujaenda. Yaani ni huyo Mungu tu. Yaani huyo Mungu mkuu na hiyo ndio huyo maana anasema alitufufua pamoja na Kristo na akatuketisha pamoja na katika ulimwengu wa roho katika Kristo. Yaani wapendwa, kusema tu kweli, nafaa tufunge macho hivi tuame kiasi tuondoke Kenya. Uondoke hii taifa inaitwa Kenya na hii ni wewe. Uondoke sababu kama uko kwenda Uganda, kama uko kwenda Sudan, kama Ethiopia, kama South Africa, kama bado wewe uko hapa hii Kenya, acha nitumie hiyo language. Funga macho uame Kenya sababu pia siwezi kuambia uame Afrika sababu Afrika yote ni juu ya wewe tembea yote. Wewe hapa funga macho useme mimi naama hii Kenya. Nataka nione huo mchangao Mungu anataka. Ni realm fulani. Ni realm fulani ambayo Mungu anapeleka watu wake. Unatuona duniani tukitembea, lakini zile vitu tunafanya, ule upao tunatembelea, ile maisha tunaishi kila siku, mtu wa dunia lazima kuja kushangaa ulize ndo unaishi yake, ukubwa unaishi namna gani. Mpaka kumwelezwa na maambia sina na kuelezea ni Mungu. Mpaka natamani kuuliza, huyo Mungu si unipatia huyo Mungu? Manake hii maisha unaishi mimi naona ina ushindi mkubwa sana ambao haupo katika watu wengi. Tuendelee verse 7. Ili katika ule ulimwengu ujao, yaani maana ya kutuketisha pamoja na Kristo, kusudi lake ilikuwa hii ya kwamba ili katika ulimwengu ule ujao apate kuonyesha wingi wa neema yake isiyopimika
iliyodhihirishwa kwetu kwa wema wake ndani ya Kristo Yesu. Tuendelee basi. Kwa maana tumeokolewa kwa neema kwa njia ya imani. Sasa kwa hivyo hii kitu nimekwambia ufunge macho, si hii macho. Ujifanye mimi kabisa. Unajua nasikia hapa watu wanasema simu, huyu mtu anajifanya tu ni wasimu bure, si wasimu akonomo. Akili kwa tuna, lakini bila anajifanya mpaka wanamuogopa. Si hata wewe uweke hiyo imani, watu wasema unajifanya lakini kusalie tu. Hajua vitu vingine lazima ujifanye wasimu ndio vitu zifanyike. Mambo ya imani unajifanya wasimu. Na Mungu anasema leo sikuli na sikunywi, lazima hii maisha iwe yako. Kabisa unaweka imani hapo, nasema sikuli na sikunywi. Mpaka mashetani wanaondoka, anasema kwamba tunamcheza kwa chakula, akikula wanajua. Jambo moja bado hajafunguliwa kabisa. Mtu akishakula na kushiba, kuna percentage kubwa ya akili na amana kwa kichwa inakuja kwa tumbo. Mpaka atakaposikia tena yatawaza vizuri. Ndio ni kweli, mtu akishiba mpaka analala. Kwa nini analala akishiba? Bado uchangamki kufanya kazi, lakini ukishiba unasema utala. Ni asilimia fulani ya akili inayotokana kwa kitu inakuja kwa tumbo. Unasikia rest. Sasa ukiamua leo sikuli na sikunywi, lazima hii maisha yangu hii ambao Mungu aliniambia niishi, kuna vitu zitaondokea. Alafu Mungu anataka imani ya kijinga kama hiyo. Hiyo ndio imani. Hiyo ya ukusikusi ni imani. Atakuonyesha kitu utaandika mahali utasahau, utaonyesha mpaka uzao wako. Haleluya. Kwa maana tumeokolewa kwa neema, kwa njia ya imani, wala si kwa matendo yenu. Neema hii ni zawadi kutoka kwa Mungu. Mungu anasema ni zawadi. Kwa maana mmeokolewa kwa neema, kwa njia ya imani, wala si kwa matendo yenu. Neema hii ni zawadi kutoka kwa Mungu, si kwa matendo, ili mtu yoyote asije akajisifu. Bwana asifiwe. Haleluya. Kwa maana sisi ni kazi ya mikono ya Mungu, tuliumbwa katika Kristo Yesu. Yaani hata kuumbwa tuliumbwa katika Kristo. Wapendwa, tukumbukane na huyu Kristo yetu. Sababu tuliumbwa katika yeye. Hebu tuingiane na yeye. Kwa maana sisi ni kazi ya mikono ya Mungu, tuliumbwa katika Kristo Yesu ili tupate kutenda matendo mema ambayo Mungu alitangulia kuyaandaa tupate kuishi katika hayo. Kwa hiyo sisi maisha yetu yamejengwa katika matendo mema. Kwa hiyo lazima tujifunze kutenda mema ndio maisha yetu yakamilike. Matendo mema lazima bado tuendelee. Kwa hiyo kumbukeni kwamba nyinyi ambao hapo awali mlikuwa watu wa mataifa kwa kuzaliwa na kuitwa wasiotahiriwa, na wale wanaojiita waliotahiriwa, yaani tohara inayofanyika katika mwili wa mikono ya wanadamu. Kumbukeni kwamba wakati ule uliokuwa mbali na Kristo, ukiwa mmetengwa kutoka jumuiya ya Israeli na mkiwa wageni katika yale maagano ya ahadi, nanyi mkiwa hamna tumaini wala Mungu duniani, lakini sasa katika Kristo Yesu, nyinyi ambao hapo mwanzo mlikuwa mbali na Mungu, sasa mmeletwa karibu kwa njia ya damu ya Kristo. Yaani kuanzia leo hakuna kitu unafaa usumbuke ukipata, sababu sasa kwa njia ya Kristo tumeletwa karibu na nani? Na Mungu kupitia damu ya Kristo. Ndio nimekwambia tulikuwa tumetapakaa, lakini Yesu Kristo kutoka msalabani akatuleta. Yaani ilikuwa ni mwito.
tarumbeta, ama alikuwa ameshika maiki mkono huu, mkono alikuwa ameshika maiki. Baada ya juu kuna maiki, kuna sauti ilikuwa inatokea, mbinguni kuna sauti ilikuwa inatokea, kuwaita wote waliokuwa mbali hawalete karibu kwa damu yake. Na alipoona kweli wameitika, uwezo wa kuwatoa kwenye dhambi zilizowakamata ikawa lazima alipe. Malipo aliyolipa, gharama aliyolipa ni ya damu. Sasa hivi damu yake ilipokuwa inatiririka, sasa ndio maana ya giza ikatawala dunia kwa masaa matatu. Ilikuwa ni dhambi inamalizwa nguvu yake, sababu dhambi ndio giza. Unaposikia kutembelea giza ni kutembelea maisha ya dhambi. Sasa dhambi ikimalizwa nguvu yake, ndio maana kulikuwa na hiyo giza, maana ilikuwa ni shughuli za kumalizana na dhambi duniani. Dhambi ya maisha ya watu lazima hiyo giza, maana dhambi ni giza. Hatukuwa katika giza, so lazima giza ingeondoka. Na ndio hiyo damu ilipomwagika, sasa kukawa na mapigano makubwa sana, minyororo ya giza ikiachilia watu kwa masaa matatu. Minyororo ikakatika ya dhambi. And then sasa akalia ile sauti, alipasa sauti, akasema Eloi Eloi lama sabakthani, Mungu wangu mbona umeniacha? Maana yake Yesu Kristo tangu azaliwe, sababu alikuwa mwana wa Mungu na alikuwa Mungu. Tangu azaliwe Yesu Kristo hajawahi tenda dhambi, sababu ni Mungu na Mungu hatendi dhambi, mpaka alipokubali kuja kuokoa ulimwengu kwa damu yake. Sasa ndio Israeli inasema kwamba alichukua dhambi zetu na masikitiko yetu, sawa? Kwa hivyo alilipa gharama ya kuchukua dhambi zetu. Wakati ule alikuwa amedungwa msumari, roho ikiondoka. Sasa kabla roho iondoke, alisema, maana aliona Mungu. Unajua alikuwa na Mungu, hata huyu alikuwa akichapa huku kwa kina akinyauku kwa kuhani mkuu, alikuwa na Mungu tu. Hata yeye alikuwa na furaha, hata ile mijele alikuwa inamtisha, hata kichapa pokea pale nini, makofi, unarudua nguo nini, matusi nini, viaka, haikumtisha. Mungu alikuwa pamoja naye. Lakini hii point amefikia sasa ya kumwaga damu, alipe gharama ya watu. Maana nasema kwamba dhambi zote zetu zilikuja juu ya mabega yake. Yohana anasema alichukua dhambi zetu na masikitiko yetu. Sasa dhambi zetu na masikitiko yetu yalipokuja katika mabega yake, Mungu alipoona dhambi imetua juu ya mabega yake akaondoka. Alimwona Mungu akimwondokea, maana Mungu hawezi akashiriki dhambi, wala Mungu hawezi akaishi mahali pana dhambi. Hii kulia akisema Eloi Eloi lama sabakthani, Mungu wangu mbona umeniacha? Ina maana Mungu alimwacha kwa sababu Mungu aliangalia akaona dhambi, na Mungu hawezi akakaa mahali pana dhambi, yakaondoka. Angalia sana, siku zote Mungu huku niacha, lakini hii pointi tumefikia kulipa gharama sasa mwanadamu aokolewe. Maana yeye alisema nitume niende. Kwa hivyo alikubali kuja kubeba dhambi, na kwa hivyo naye Mungu, kwa sababu hawezi akakaa na dhambi, alipoona dhambi ya wanadamu sasa ya dunia yote imekuja kwa mabega yake, Mungu akaondoka. Yesu akaja for the first time. Kwa mara ya kwanza Mungu kumwacha Yesu, hiyo siku dhambi ilikuja kwa mabega yake. Ndio ujue dhambi ni mbaya, ndio ujue matatizo tulio nayo dunia hii ni dhambi. Ndio sijafanya niingie kwa matatizo haya. Na kwa masaa matatu, sababu lazima akamilishe. Maandiko inasema hivi katika waraka wa Petro. Waraka wa Petro. Sasa tusome waraka wa Petro. Bwana alichokifanya Mungu. Hii haikuwa mchezo. Waraka wa Petro wa kwanza mlango wa 3. First Peter chapter 3 verse 19. First Peter chapter 3 verse 19. Nasema baada ya kufanywa haya, alikwenda
na kusubiria roho zilizokuwa kifungoni. Okay. Alipokuwa analia Eloi Eloi lama sabakthani, dhambi ilipokuja juu yake, na kwa damu yake Kristo hiyo dhambi akaimewa. Dhambi ilipoyeyuka sasa, akarudia asili yake ya zamani ya kuwa na Mungu. Ndio maana anasema baada ya kufanywa hai, hapo hiyo baada ya kufanywa hai, manake alikuwa amekufa kwa dhambi na hata Mungu akaondoka. Sasa kifo kikampata, maana ako na nini? Na dhambi. Baada ya damu yake kutiririka hivi, dhambi ikawa yote. Ilipoyeyushwa sasa dhambi kwa damu, sasa akawa anarudia asili yake ya kimungu tena. Sasa Mungu akamfanya Mungu hai. Alikuwa anasema baada ya kufanywa hai alikwenda, wakati alilipa gharama ya pale msalabani, na uhai wa Mungu ukamrudia tena, akapata Mungu. Baada ya kufanywa hai alikwenda na kusubiria roho zilizokuwa kifungoni. So akapata uwezo wa kutravel kutoka hapa duniani kuingia kuzimu. Akaenda kuhubiria roho za watu waliokufa zamani, wakati wa akina Noa, wakati wa akina Adam. Kuna dhambi zilikuwa kifungoni, na kwa hiyo Yesu amekamilisha mission yake kabisa, kwamba hakuna roho mpaka ile iko kuzimu ambaye haitapata wokovu. Ndio mimi nikamilisha kazi yangu kabisa, maana nikiwaacha kwa kuzimu kwa kifungo, watakapofunguka sika kufunguka hawatakuwa na uwezo, maana wokovu utakuwa umewafikia. So wacha niwapelekee wokovu sasa, wakiokoka wakiniamini, sasa tuvuke na wao. Tuendelea hapo chini, nasema 20. Roho hizo ambazo zamani asikutii wakati ule uvumilivu wa Mungu ulipokuwa ukingoja katika siku za Noa, wakati wa kujenga safina, ambao watu wachache tu, yaani watu 8 waliookolewa ili wasiangamie kwa gharika. Endelee verse 21. Nayo maji hayo ni kielelezo cha ubatizo ambao sasa unawaokoa nyinyi pia, si kwa kuondoa uchafu kwenye mwili, bali kama ahadi ya dhamiri safi kwa Mungu kwa njia ya ufufuo wa Yesu Kristo. Tuendelee. Yeye ameingia mbinguni na amekaa mkono wa kuume wa Mungu, nao malaika nasema yeye ameingia mbinguni, amekaa mkono wa kuume wa Mungu, nao malaika, mamlaka na nguvu zote wametiishwa chini yake. Mamlaka na nguvu zote hizo vitu zimetiishwa chini yake, yaani amezitawala. Tuendelee 23. Ameisha. Imeisha sasa. Bwana asifiwe. Nataka tuangalie hii cha mwisho tumalize. Niongee machache na nimalize hapo muda. Nataka niangalie picha hiyo katika Hebrews chapter 1. Hebrews chapter 1. Waraka wa Waebrania mlango wa kwanza mstari wa 10. Mlango wa pili mstari wa 10. Mlango wa pili inasema, basi kwa kuwa watoto basi kwa kuwa watoto wana nyama na damu, yeye pia alishiriki katika ubinadamu wao. Ni Yesu Kristo sasa. Basi kwa kuwa watoto si sisi watoto wa Mungu sasa. Basi kwa kuwa watoto wana damu na wana nyama na damu, yeye Kristo pia alishiriki katika ubinadamu wao, ili
kwa kifo chake, Yesu Kristo kwa kifo chake apate kumwangamiza huyu mwenye nguvu ya mauti, yaani Ibilisi. Najua sasa hiyo andiko sasa tukiisoma na tuisome na tuiwaze na tuisome na tuombe tuamke tuisome, tutafika mahali kuna maiti na hiyo pekee yake tutafufua maiti, kwa sababu maandiko yanasema kwa sababu alishiriki damu na nyama kama sisi, akashiriki kupigana na akawa na Mungu, ili kwa kifo chake apate kumwangamiza huyu mwenye nguvu za mauti ambaye ni Ibilisi. Kwa hivyo kwa habari kabisa, pasipo kudanganya, isipokuwa sasa labda ni unyonge wetu, hii maandiko iko dhahiri kabisa kwamba sisi tumepewa mamlaka makubwa sana, kwa sababu aliyekuwa ameshikilia kifo ni Shetani na aliangamizwa. Najua kuna tofauti ya kuangamiza na kuna tofauti ya kuvunja-vunja. Kitu ambacho kimevunja-vunja kinaweza kikaunganishwa, lakini kuangamiza maana yake kuteketeza. Hakuna mabaki unaweza kusanya ukayaunganisha. Kwa hiyo Shetani kwa habari yetu sisi tunapaswa kujue Shetani ameharibiwa. Shetani ameharibiwa. Akija karibu na wewe mwambie ile damu ya msalaba na kifo cha Yesu Kristo kimekuthibitishia hata wewe wacha kujifanya, hata wewe umeharibiwa. Hata kujifanya umeharibiwa kabisa wewe. Unatuma mateke umeharibiwa. Hiyo ndio habari umeharibiwa, kwanza wewe hauko umeharibiwa wewe. Hata kujifanya hapo anajisumbua na umeharibiwa. Mungu wangu amekuharibu, Yesu Kristo amekuharibu kwa damu yake. Ukiongea hivi mara tatu itaenda. Atakuondokea, hataki hiyo kitu. Hataki akukute bila aliharibiwa kwa damu. Atakani. Maana yake ana uwezo wetu sisi tumwaminio Kristo. Kwa wengine wao hajaharibiwa. Maana anawakamata. Kwa hiyo damu hajaharibiwa maana anawakamata. Lakini sisi kwetu ameharibiwa, hana uwezo. Hapasi kupisha mlango na kuingia kwa amekuwa hiyo sana nani. Unajua kuna life fulani unapaswa kuishi. Life. Hili maandiko inasema katika Wakolosai 1:15. Naye alitufufua katika wafu. Ndio alitukomboa katika kusalisa na akatuhamisha na akatuingiza ndani ya ufalme wake. Okay. Kwa hiyo maanisha kuna mahali tumeingizwa. Hatujawekwa hivi mahali hadharani. Ndio tuwekwa wasiwasi hivi kama kibaraka. Wewe anapita na wewe. Kibaraka alikuwa hadharani kama hapa tu hapa kwa nje uacha na ndoa hapo chini. Wewe anapita naye maana ataona vizuri. Sisi baada ya kuhamishwa kuna mahali tumeingizwa. Na maandiko yanasema hivi. Tulikufa. Sasa sio ufufuo mwingine hapa. Maandiko yanasema tulikufa. Na uhai wetu ukafichwa ndani ya Kristo. Umefichwa ndani ya Kristo katika Mungu. Tulikufa na uhai wetu umefichwa ndani ya Kristo katika Mungu. Sasa kifo chetu sisi kile tunaongelea hapo, scripture inasema tulikufa. Hicho kifo ambacho Mungu Biblia inaongelea sio kifo cha kaburini. In fact, sisi ambao tumeokoka tumekufa, lakini kifo chetu si cha kaburini. Kifo chetu ni cha msalabani. Huwa tunasuluhisha mwili. For you to walk with the Holy Spirit, you must crucify your flesh. Uchukue mwili wako uende uingie msalabani, useme iwedewe ndio yako. Wewe unatakana kukula sana ukuli. Hata leo wewe unamwambia bali ninamwambia ukuli. Nataka
ukalie ukuli. Inafika saa saba unasikia kwamba unamwambia ukuli, nikwambia ukuli leo tuko hapa ukuli. Lazima utakaa hiyo ukuli. Hakuna kula hapa. Ninajua wewe umenizuia success yangu. Kila mara hapa hakuna chakula ovyo. Ukuli utakaa njaa. Hadi tumbo inakorota unaambia ukuli. Hiyo ndio inaitwa crucified flesh. Hiyo ndio kushukisha msalaba, mwili msalabani. Kwa hiyo kifo chetu ni cha msalaba. Si cha kaburi. Si cha kupatikana kaburi. Sisi kwa maana msalabani tulisulubisha mwili ili roho apate nafasi ya kutawala. Maana sasa biatuni wa na mmoja lazima atawala. Galatians inasema kwamba mwili na roho hapo vitani wanang'ang'ania nini? Wanang'ang'ania yule mtu asili ya mwili iko ndani yetu. Hiyo ndio mtu wa dhamana yanapigania. Roho anamtaka ili apate sasa kuactivate maisha ya kiroho, naye mwili anamtaka ili kwamba amnyanyase afanye ya mwili. So anang'ang'aniwa na ni wewe, ndugu yangu, ni wewe unang'ang'aniwa, sababu ndani yako mko wawili. Kuna yule Biblia inasema aliumba mwanadamu kwa sura na mfano wake. Huyo sasa aliyeumba anakaa ndani sasa. Ndiye huwa anakasirika. Na ndiye huwa anasikia hata huruma sana. Huyo sio huyo. Huyo kazi yake ni kukula. Na huyo ana tabia mbaya sana. Huyo haizi timiza mapenzi ya Mungu. So lazima mchukue umweke kwa msalaba. Akaange hapo. Kifo cha mwili kiko msalabani. Hakiko kaburini. So mweke hapo. Kuna siku inafaa upige useme ukuli. Na unajua cheni niwaambie. Magonjwa mengi naona 70% ya magonjwa yanasababishwa na vyakula tunavyokula siku hizi. 70% ya magonjwa yanasababishwa na vyakula. Na niwaambie kitu, ni sisi Wakristo hatujafundishwa kanuni za Biblia vizuri. Mtu ambaye ameokoka hapaswi kukula lunch. Sasa huyu basi amekuja kama nani? Yaani usikule lunch jamani. Ni wanasayansi ndio wameintroduce kwa hizo vitu. Eti sasa kuna breakfast, kuna break nini, kuna break. Kuna breakfast, kuna supper, kuna lunch, na kuna supper. Mtu ameokoka kwa Biblia hakuna chakula inaitwa lunch. Vyakula ni mara mbili kwa Biblia. Hivi. Asubuhi na jioni. Ndio usafiri mwili na mwili ukaya healthy. Unajua kukula sana minyoo zinashinda kupumua. Alafu sasa unasikia ugonjwa hapo. Tumbo inaanza bado. Sasa umewekelea kwa hata asipumui jamani, hizo viumbe za ndani ya tumbo zinaanza kupumua. Tumekula tumeshiba, jioni tunalala, usiku wa hiyo chakula inasema unajua nyama haiwezi kazi yako haraka. Ndio tunapenda nyama jamani, pesa ndio hatuna, kwa pesa tunakula nyama kwa wakati. Hiyo nyama isianze haraka. Wanashikia kuchakuna hapo, mpaka siku inafika. Haijaisha alafu naongezea tena mayai na chai. Na chai ni ile ya kutafuna yani karibu igane, yani ni ile nzito. Alafu saa saba tena na tumbo itapumua. Saa saba tena unawekelea kelele. Kiara nakwambia huyu mtu utakutana baada ya kaburi. Atetenda ni amebeba mwili mpaka inamshinda. Sasa shetani anajua niliwaleta ndugu yangu wachezea. Haraka hapo unasikia taka kwa nataka nini? Ameparalaiza. 70% ya magonjwa yanatokana na hizi vyakula. Maana nasema Yesu alisema msilemewe na ulavi na ulevi. Ni ulavi. Msilemewe, tuikaemewe, msilemewe. Maana yake uwe na uwezo wa kuvitawala, msilemewe. Yaani uwe na uwezo kuambia mwili wangu na tumbo leo ukuli. Maana Yesu usema hiyo. Usilemani, uwe na uwezo wa kusema tumbo ukuli leo.
Na si kwamba hakuna chakula, sikae hapo, lakini sasa utrain mwili wako, unaweza ukauamuru ukasikia. Sio kila mwili unaitishwa na ubatia. Mwili utakuingiza kwa magonjwa mengi. Sio mayai ya kuchemsha, piga mbili lete, weka nini, weka pilipili. So, unaenda unakuta nini samosa, lete. So, utabebana, ubebane na hiyo mafuta sasa na kemikali mengi kwa mwili. Nasikia tu kabisa natumisha kidogo homa, alafu hiyo homa anakaa hospitalini. Kupima unaanza kuongeza nini maji. Umefikia hapo nini na nyoma tu. Kemikali. Wewe na uwezo wa kuamudu mwili, unamwambia leo ukuli. Hata tumepewa nguvu zote. Kutoka kwa msalaba wa Yesu Kristo, tunautiisha mwili. Si lazima ukuli. Bwana asifiwe. Na mimi nasema Elijah alikuwa analetewa chakula asubuhi na jioni. Kuna mchana wa kumeditate. Meditation ndio nafanya mchana, una meditate. Nachukua Biblia na kaa mahali una meditate. Unafanya kazi. Hakuna mambo ya Biblia, unafanya kazi sio masaa. Uwe busy, either si kazi na meditate. Ndio la Mungu. Ama unaomba. Nayo shida tuko nayo Wakristo hapa Kenya hii yetu ni asubuhi tunakosea asubuhi. Asubuhi wewe kukunywa chai yako tunakunywa chai ya mkate. Tumepaka mpunga. Tunakosea sana. Saa hii nazika vitu utasikia njaa. Wanapika ndoma bwana na tunyama asubuhi. Ndoma tunyama. Hapo tujakuwa wewe unaona matajiri na nakula. Chakula na wazunguka hapa zunguka unauliza ni sasa ama ni lunch ni asubuhi. Unakamata tuwili kidogo tu kwa nyama. Hapa kuna kamojino, hapa kuna mayai. Yaani unakula si chakula mingi ya kukula mpaka tumbo ifike hapo. Unakula chakula yenye nguvu. Si ya kudondosha nini tu. Unajua shida si Afrika na Wakenya. Unakula tumbo ifanye nini? Ushibe. Usikule ushibe. Kula chakula kusustain mchana yote, ikusustain mpaka jioni. Na ukitaka kujua siasa zinaanza sasa. Wanasiasa watu ni wabunge, ministers, angama na hautawaona kusema wakikula kama kuna shughuli ya siasa. Wanakula asubuhi sasa wanakula chakula. Au wanakula chakula ile natural food. Si chakula tunapaka hapa mkate si ya chakula. Ila kisesha kula nduma. Na mayai ya kienyeji. Wachana na hii kile. Wachana na hii kidini hewa. Unalipa pesa mingi hapa. Hewa. Kile kina testi hapo ni pilipili. Hakuna kitu kingine. Tunasema piga tano. Hayo ndio nini? Watu wa Mungu. Unakula vizuri asubuhi. Nduma. Nyogo, washi, mayai, unakula unashiba. Mwili unaamka alafu unaondoka unaenda kazi au shughuli mchana. Then jioni unakuta nakula vizuri unalala. Ndio sasa mwili ujengwe. Alafu sasa mchana unapea mwili unasiaga ile chakula na unakuwa tayari kupokea chakula kingine. Kama huko hivi jamani tutakaa hapa mtaona nimezeeka mimi. Najua hii urafiki haitaki haraka mtaniona. Taniona baada ya kuona kwanza watoto taniona niko hivyo. Hata nisaidie kijana yako. Hilo. Na niko hivyo sizeeka. Kwa kweli utaona hiki. Mimi najua wokovu si ujinga. Siwezi okoka nikakosa akili ya kujipanga. Na hii live nimepewa na Mungu hapa. Siwezi zeeka hivi ovyo hapo. Nataka nigobe miaka 60. Unajua nimebakisha miaka ngapi sasa? Miaka 4 nigobe 50. Kwa 60 nitaiona. Nabakisha miaka 4 nigobe 50. So, hata 60 nitaingiza ikiwa na sizeeki. Bado pia praise na maji hapo nasema hapa kijana. Sasa hiyo nimekula maji ya msichana wangu anatolewa.
niko na kasamana jangu ameoa, lakini siseki siwezi kula makamola mimi, nitakula kwa heshima na sikuli tumbo idondoke huko. Naonyesha nani? Nitakaa hivi. Unajua sasa hivi ndio maisha. Nairobi ukilipuka na kimbia, unashika 100 meters. Unakimbia ukiingia. Kiatu utaiona kwa fence. Lakini ile ndio kinachomoka. Kisha mtu anaikuta kwa fence. Kana sisi. Hiyo ndio life. Hallelujah. Hawezi akafa na tukai, akai. Hapa aliharibu yule mwovu, yule shetani aliyekuwa na maisha akaharibiwa. Verse 15 tumalize. 15 tumalize. Verse 15. Na kuwaweka huru wale waliokuwa utumwani maisha yao yote kwa sababu ya kuogopa mauti. Yaani wale waliokuwa utumwani, wale tumesoma katika 1 Peter 3:19, na ni wale waliokufa. Hao waliokuwa utumwani sasa, ndio nasema aliwaweka huru. Yesu Kristo alienda huko akawafungua. Unajua ilifanyika nini? Alienda kuzimu, akampata shetani, akamnyang'anya funguo za mamlaka. Swali langu liko hapa. Alikuwa amezichukua nini shetani hizo funguo? Maana tunaona Yesu hapa sasa katika kufa kwake, ndio alienda huko akamnyang'anya funguo za mamlaka. Okay, alikuwa ameziiba nini na wapi? Sikuwa na nani ndio akaiba hizo funguo za mamlaka? Aliiba wakati alimdanganya Adam, akamuuliza bosi. Alipomdanganya sasa, alinyang'anywa mamlaka. Maana yake angestahimili kumngojea Mungu masaa ya Mungu kama ilivyokuwa desturi yake. Ndio naona alipokuwa akija Adam na hivyo alipomsikia anakuja wakakimbia kujificha. Maana yake mamlaka wamenyang'anya kwa vile wamedanganywa na shetani, wakafanya kinyume cha Mungu. Na shetani hapo aliponyang'anya hiyo mamlaka, ndio huo ufunguo wa mamlaka sasa, na akaondoka leo kutoka siku hiyo ya Adam. Ndio naona dhambi haikupata suluhisho kutoka wakati wa nani? Wa Adam. Na dhambi haikupata suluhisho mpaka Yesu Kristo akakuja kusema mimi ndio naye. Ndio sasa kwenda kwa Yesu Kristo sasa kukomboa ulimwengu. Aliwakomboa watu hapa duniani na akaenda kuzimu mahali yeye shetani ikaa. Kwanza hizo funguo za mamlaka alikuwa amewafunga roho za watu wale waliokuwa wanafanya dhambi na wakafa kwa dhambi. Alikuwa anafunga roho zao kuzimu. Wasio wakatoka huko. Ndio sasa wakati anatoka huko, yeye anatolewa wakati wa hukumu atoke nao, ili ya kwamba wahukumiwe pamoja. Kama alivyo hapo wakati vita ilikuwa mingi sasa mbinguni, katika Ufunuo 12 sana ukawa vita mbinguni, shetani na malaika. Sasa alipokosa makao yake yule akatupa hapa, aliapa akasema hiyo mbingu ambayo naogopa, huo utukufu ambao nauacha, nataka nihakikisha mtu mmoja atakaye kuja huko maana wameitupa chini. Na mekishwa nakufa na maelfu na maelfu ya watu, idadi yote kwa kama changalawe la bahari. Maana yake sasa hiyo kiapo vilifanya achukue funguo na afungie roho za watu kuzimu. Lakini Yesu ni nani? Alisiendea hizo funguo. Labda anasema alienda kuzimu. Na muona shetani Yesu alipoingia hii, shetani alisikia uwepo fulani, akashtuka akamwona Yesu akamwangalia akamwambia ninoka, nimekuja. Lete funguo. Lete. Shetani akasema hizi, akamwambia nikutaleta hizi, akamwambia utaleta, hakuna zingine hizi. Kwa nguvu aliyokuwa Yesu Kristo na amelipa gharama sasa, dhambi haina uwezo juu yake. Sasa shetani alitetemeka. Na Maria anasema akamnyang'anya. Alipoona anataka kumpatia, alimnyang'anya. Atia mbele hapo. Samuel akamtupa tena, akamwambia kaa au kijivika una damu. Tumefungia watu wangu hapa. Alafu alipochukua hiyo funguo la mamlaka sasa, yakaenda kuwafungua kutoka kwa vifungo. Sisi tumesoma hapa, akawaja waliokuwa wapi vifungo. Sasa anaenda kuwafungua kwenye vifungo. Alipowafungua kutoka kwa vifungo sasa, akafungua makaburi yao sasa. Ndio maandiko inasema katika Mathayo ya kwamba alipofufuka sasa Yesu Kristo alionekana na idadi ya watakatifu wengi waliokufa enzi za akina Ibrahimu, na anafufuka na wao, na wanaonekana wakiingia katika mji mtakatifu wa Yerusalemu mchana.
ukainuka miili ya wengi watakatifu na wakaonekana wakitapakaa katika mji mtakatifu wa Yerusalemu. Hiyo si hii kitu naona watu hawafurahii. Yaani sherehe ambayo inaonyesha vile Yesu alivukua watu, alivuka na watu wengi. Na shetani hapa anatukumbaza kwa tuoni maana hakuna nguo tunafanya, hakuna sherehe tunafanya. Hata naona tunaenda nyumbani tukakule ugali, hakuna kitu kama hiyo. Tunaenda kukula kuku. Hii sherehe yetu ni kubwa sana. Tuseme amina wewe. Hatuwezi nyuma yetu kubwa kama na hii. Wanangoja Christmas wakati maangao hata walipotelea na huko chanzo Mombasa ndio watakuja tukule pamoja na hawajaokoka ni makafiri. Sababu anasema hata nisema. Yeye alisema kwanza tuondoe uzito wetu hapa. Tuweke uzito kwa hii. Hii hawawezi kuja. Watu ambao wameokoka hawezi kuja kwa hizi sherehe. Tutasifanye sisi watoto wa Mungu. Na mimi naomba siku hii sherehe zitakuwa zinafanya kanisani zaidi sana. Tunakula, tunafurahia. Sisi siku yetu bwana. Mwokozi katuokoa, wokovu wetu ulianza wapi? Hapa. Hii kitu bado serious. Ungekuwa kwa mtandao ama kwa mtandao. Kwa live mtandao. Hii wito huu ufikie makanisa yote ya kiroho. Hatufanyi hiki. Unafaa kuwa kuna mbuzi zinaanguka kama bibi na makutu. Si sherehe. Ajai. Wewe, unajua nani tulitoka wewe? Tumetapakaa alafu sasa msalaba wa Yesu katuita. Tukarudi kwa Mungu tena katika original plan ya Mungu. Sasa tuko hapa. Alafu sasa tumeketishwa pamoja na Kristo katika Mungu wa roho. Uwezo wote tuko na mamlaka tunatiisha vitu vyote. Yaani kusema utakiri kuja unakuja maana kile kilikuwa na Mungu kinamtii Mungu na kumsikia. Alafu sasa sisi ndio Mungu. Na Mungu kaishi ndani yetu sisi ndani yake. Tuna uwezo wa kuita kila kitu kituje. So huo uwezo tulikuwa nao sasa. We celebrate, tunashangilia na kusherehekea. Na kuwa na sherehe. Hallelujah. Nitaanza kufanya maandalizi mwaka ujao. Nitaifanyia maandalizi makubwa sana hii sherehe. Maana hii ya Disemba hii naona inasherehewa mpaka na Waislamu hapo wakitulia. Anasema Yesu Kristo sio mwana wa Mungu. Ndio alafu anasherehekea anasema ni siku ya Magharibi. Sasa si ndio Magharibi. Wanatuenjoy hapo. Lakini hii hawasemi kitu, hii hawatoi comment kwa hii. Yaani wasikie mtandao, hawatoi. Wanajua alifufuka. Wanajua hata hiyo nguvu ya kufufuka kuna vile inawahukumu, hawezi kwenda kinyume. Hawezi kwenda kinyume na hawawezi. Si ndio hizo ndio kufungua mtandao, hawawezi sema kitu kinyume na hii. Hii inawapiga 10. Lakini hii nyingine ya Kristo Musa anasema alizaliwa kama sisi. Ndio ina make sense. Lakini kufa na kufufuka, hata hiyo nguvu ya kufufuka hiyo inawatisha na inawakonfuse. Maana kule Somalia wanaokoka bila kuhubiri. Yaani nisikia baba mmoja anasema alitokewa na Yesu. Akawa anaona majini, sababu alisema kwetu si Waislamu, majini kututembelea ni kawaida. Lakini muonekano wake ulikuwa tofauti na majini. Lazima nakatia hofu na furaha fulani kwao. Nikashinda kama mapepo yakinikaa kama majini yanatia furaha. Ninaona lakini nafurahia. Alafu nasikia vizuri moyoni. Nikauliza, kwani kuna jini inafanya hata katika hiyo hali ndio inatisha? Na masharti. So ndio nikalala tena akaniambia ananiambia mimi ndio Yesu nilikufa kwa sababu ya wote. Na nimekuja sababu nina jambo na wewe. Somalia wanatokea Yesu huyu ambaye tunamhubiri hapa kama hatumuoni. Huyu ambaye tunasema ana Yesu asipenda tena. Yaani kuna watu hii ambayo unatoka na yeye Somalia anatokea wapi? Hata kile atakutokea vile uko na imani, lakini huwezi kufanyisha imani yako kazi yako ni shida hiyo. Una imani ya Kristo kabisa. Hata ndio maana Yesu anashukuru na wewe bado una imani yako. Na Yesu alisema je, mtakapokuja mtapata imani. Kwa hiyo kama una imani anakuachia kufanyisha imani kazi. Lakini wale wasio na imani ya Kristo sasa ndio anawatendea anajifunua kwa usiku. Ndio amwamini kama wewe. Anaweza sasa.
Sasa imani yako imethibitika sasa kwamba Yesu Kristo alitufia na tunaishi kwa sababu yake. Hapo unaishi sababu yake. Sasa kuna vitu vinafaa uondoe. Simama kwa miguu yako.